Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel anasema mpango wake ni kuangamiza viongozi wote wa usalama wa Iran. Waziri Mkuu huyo Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba kampeni ya Israel dhidi ya Iran itabadili sura katika eneo hilo la Mashariki ya Kati na watahakikisha viongozi wote katika utawala uliopo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wataondolewa kikamilifu. Mashambulizi makali yataikumba nchi hiyo. Waziri huyo mkuu wa Israel Bwana Netanyahu amesisitiza kwamba kampeni ya sasa ya Israel kwanza ni kudili na viongozi wazito wa taifa hilo, akisema kwamba tayari wameshamaliza baadhi ya viongozi wa kijeshi na bado baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao ndio tegemezi la nchi hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kumaliza uongozi si kupambana na Iran. Ikumbukwe uongozi ni mfumo na mfumo utaendelea kubaki hata baada ya kuuawa kwa viongozi wa kijeshi katika siku ya mwanzo kabisa ya mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Uongozi mpya wa kijeshi ulianzishwa na mashambulizi yakaendelea, na hata wakati huu inadaiwa kwamba kamanda mkuu wa jeshi la IRGC aliteuliwa na pia ameuawa, lakini bado Israel inazidi kushambuliwa na mashambulizi makali, huku Iran ikifanya shambulizi kali dhidi ya makao makuu ya Mossad, moja kati ya eneo zito katika serikali ya Benjamin Netanyahu na utawala mzima wa Israel. Hata hivyo, amezungumza na waandishi wa habari akisema kuwa Israel itawaondoa viongozi wa kiusalama wa Iran mmoja baada ya mwingine, na kwamba kufanya hivyo watabadili hali ya maisha kwa watu wa Iran na eneo zima la Mashariki ya Kati. Wataleta mabadiliko makubwa ndani ya Iran na ulimwengu. Wakati huo huo ametoa matamshi hayo, Iran imeendeleza kuvurumisha makombora dhidi ya taifa lake na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran, wakisema kwamba sasa ni mwendo wa kutumia makombora mapya ya kizazi kipya ambacho kimsingi hajawahi kutumika, na ndiyo ambayo yameharibu makao makuu ya Mossad karibia ofisi zao mbili katika nchi hiyo ya Israel. Mtazamaji wa The World News, hali bado ni ngumu katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni upande wa Iran ambao unasema utakuwa tayari kuilinda ardhi yake, lakini pia ni upande wa pili wa Israel ambao umeapa kupambana vilivyo na serikali ya mapinduzi ya Iran kwa kuanza na kuua viongozi wakuu wa kijeshi, ikiamini kwamba hao ndio ambao wanapanga mipango mizima ya namna ya kufanya mashambulizi dhidi ya Israel, lakini pili kuua viongozi ambao ni wataalamu katika masuala ya nyuklia, wakiamini kwamba hii itakuwa sababu itakayopelekea Iran isiwe tena na nyuklia, lakini tatu ni kuua viongozi wa serikali. Na wakati huu inadaiwa kwamba wanamsaka kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, ambapo imedaiwa na amekiri mwenyewe Bwana Donald Trump, rais wa Marekani, kwamba alimzuia Netanyahu asifanye mauaji dhidi ya kiongozi huyo wa kiserikali wa Iran. Lakini mpango mwingine ni kuhakikisha maeneo yote yenye miundombinu ya nyuklia yanashambuliwa vilivyo na kuhakikisha kwamba Iran liwe taifa lisilokuwa na chembe hata moja ya uranium wala nyuklia. Lakini mamlaka za atomiki ulimwenguni zinasisitiza kwamba isithubutu nchi yoyote kushambulia vinu vya nyuklia, kwani vitaleta athari kubwa katika maeneo hayo. Lakini Israel ni taifa ambalo halikusikia juu ya hilo, huku likipata usaidizi kutoka Marekani, kwani rais wa Marekani Bwana Donald Trump alifurahishwa sana na mashambulizi hayo katika vinu vya nyuklia vya Iran. Iran sasa imeona wapi likosea na sasa imeona ni wapi ianze napo. Licha ya kwamba viongozi wake wanauawa, lakini wanaharibu majengo na mifumo ya miundombinu katika taifa la Kiyahudi la Israel. Tuendelee kuona ni nini ambacho kitatokea kutokana na mashambulizi yanayofanywa na pande zote mbili. Endelea kuwa nasi kupitia The World News, tutakufafanulia kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.